Taarifa hii ya habari ni kwa udhamini wa kampuni ya kutuma na kupokea pesa Fizi One. Amani ya Mungu pamoja nawe msikilizaji, karibu kusikiliza uchambuzi wetu wa habari katika lugha tukufu la Kiswahili. Msomaji wako Bukuru Tantine Aldama, fundi mitambo Merci Mbelechi, na kualika msikilizaji kuambatana nami kwenye uchambuzi huu ambao utajumuishwa na ukurasa wa habari muhimu, ripoti za wanaripota wetu kutoka kona mbalimbali, habari ya kitaifa na zile za kimataifa. Kabla ya uchambuzi wetu wa habari, namkaribisha hapa Izaki Ashibe kwa habari muhimu. Swadata kabisa dada, tunaanzia na habari muhimu kwenye habari kutoka Baraka. Uwepo wa kamanda William Yakutumba katika mji wa Uvira unatusaidia na unatupa faraja, kwani watu wengi walikuwa walishakimbilia Tanzania na hivi tayari walishawasili mjini Baraka. Hayo wamesema baadhi ya raia wa mji wa Baraka wakiojiana na Radio Kivu wiki hii. Tuelekee hapo Swima ambapo mtu mmoja, mama wa familia, ameuawa kwa kupigwa risasi na watu wenye kumiliki silaha ambao bado kujulikana ndani ya kijiji cha Swima, sekta ya Tanganyika, tarafani Fizi, siku ya pili ya wiki. Tumalizie usomaji wa habari muhimu na habari kutoka Kindu. Raia wa mji wa Katako jimboni Maniema wamenufaika na msaada wa dawa kwa ajili ya magonjwa ya tumbo kuvimba, miguu kuvimba na watoto kukojoa damu. Amehakikisha hayo mganga wa coordination jimboni Maniema. Mpaka hapo sina la ziada, ninakuacha uwahakikishie wasikilizaji wetu. Asante sana Izaki Ashibe kwa usomaji wako wa habari muhimu. Na sasa tukiwa katika mji wa Baraka, watu zaidi ya 100 wakiwemo wazee, mayatima, wajane na watu wenye kuwa na ulemavu wamepokea msaada wa chakula toka kwake Msamaria Mwema Bi Mlasi Abedi aliyoko nchini Umarekani. Msaada huo umetolewa kwa tabaka hizo za watu toka katika kata la Mandiga na Mwatembo hii Alhamisi ya tariki 20 mwezi Machi mwaka huu katika mji wa Baraka. Mwenzangu Safari Alimasi ametuandalia ripoti kamili. Furana vigeregere viliweza kutanda maeneo yaliyokusanyika tabaka hizo za watu wakishukuru msaada wa chakula walioupata. Watu wa tabaka mbalimbali ikiwemo wazee, wajane, yatima na watu wenye kuwa na ulemavu wote walikusanyika kwa ajili ya kupokea msaada huo toka kwa mama mwenye moyo mwema Bi Mlasi Abedi. Hama kweli kupana si utajiri bali ni moyo, ndivyo ilivyokuwa kwa Bi Mlasi ambaye alitoa kidogo ya mshahara wake kwa ajili ya kusaidia ndugu zake wa Kongomani ambao wanapitia hali ngumu ya maisha, hasa ukosefu wa chakula wakati huu ambao nchi ya DRC iko katika mzozo. Katika neno lake Bwana Ebelo Emedi, kapita wa kata la Mwandiga ya kwanza, amesema kuwa jambo hili ni la kipekee sana kwa kuwa si jambo rahisi kwa wanawake wa Kongomani walioko Marekani kutoa msaada wa chakula, kitu ambacho kina umuhimu mkubwa sana kwa tabaka hizi za watu waliokusanyika hapa. Watu wao aina hizo 4 zilifika hapa kuja kupokea msaada kidogo ambao walisaidiwa na dada Mlasi Abedi. Ni mtu ambaye anaishi Marekani, na wale ambao walifika hapa walisema wanashukuru kwa kile ambacho walikipata. Ni kidogo lakini ni kikubwa sana kwa sababu kitawasaidia. Wameomba kama Mungu atamsaidia pale ambapo wametoka ile kidogo, ile riski iongezeke ili awe na mawazo mengine ya kuwasaidia. Kama mimi kabisa niliona walipokea kwa furaha kubwa na nderemo, na ndo sababu ya wenyewe kusema wamefurahi sana na kuleta shukrani kubwa. Mimi kama kiongozi hapa Mwandiga, cha kwanza mimi mwenyewe kibinafsi nimeshukuru sana, na muomba ajitahidi kuwa na moyo kama huyo, kwa sababu huko kuna watu wengi ambao wako huko lakini hawana mtazamo kama ule wa kwake. Naweza kumuomba yeye dada, Mungu amsaidie awe na muonekano wa kujiongeza, ajifungue ili riski nyingine ambako atataipata azidi kusaidia hao ambao wamesaidia tena. Upande wake Bwana Munga Uwezo, mwakilishi wa Bi Mlasi, ameanza kwanza kutoa sababu zilizopelekea yeye kutoa msaada huo kwa wajane, wazee, yatima na watu wenye kuwa na ulemavu.
Sisi ni shukurani kubwa kwa msaada huu kwa kutoka kwa mtoto wetu Mlasi Abedi kwa ajili ya kuja kusaidia taifa la hapa kwetu Mwatembo na Mwandiga, kusaidia wale walemavu, kusaidia wanjani ambao wasiojiweza, vile vile hata na mayatima. Alijitolea kwa kazi hii, anaendelea kuifanya, anaifanya pale Tanzania kwa kupokeza watu pale mkambi. Kwa leo alijisikia kupokea watu Kongomani nao hapa kwetu Baraka Fizi. Hata na mwaka mwingine Mungu akimsaidia anaweza tena akatusaidia kwa kutoa hii msaada kwa kupokeza hawa watu hapa kwetu Fizi, hapa Mwatembo na Mwandiga. Kipi ambacho kiliweza kumsukuma aweze kutoa msaada kwa walengwa hapa Baraka na anakuwa anafanya huko Tanzania? Kinini kilimsukuma aje kuwapashia hapa Baraka? Yeye ni mfanyakazi pale ambapo anaishi hapo Marekani. Kwa kuona moja yake ya 10 kwa kazi anaoipokea, na ndio maana kilimsukuma atoshe ile yake sehemu ya 10 kwa kupokeza hawa wa yatima na manjane, vile vile hata na walemavu, ili Mungu aendelee kumsaidia kwa kazi ambayo anaendelea kuifanya pale Marekani. Alikwenda kupokeza mchele na maharagwe. Alikwenda kupokeza watu 100 kwa jumla. Ndio watu kabisa walifurahia sana tena sana, na wanazidi kumwombea Mungu aendelee kumbariki ili aendelee kuwa na hiyo moyo wa upendo, asiache tu pale. Asiyeshukuru na kidogo hata apewe kikubwa wezi akashukuru. Mwisho walionufaika na msaada huo wameshukuru sana Bimlasi kwa msaada wa chakula aliyowapa, huku akimuomba endelee kuwa na moyo kama na huu. Nashukuru sana sadaka nyinyi mnampatia. Mungu awabariki sana. Na muongeze vile vile moyo na roho ya imani ya namna hiyo. Amuongezee roho ya imani sana, na hii atusaidia sana vishoto vile vile. Mungu amweke. Na shukrani mama, na kushukuru kwa hivyo tumepata. Mungu akujalie, akupe heri, akupe nguvu na akupe uzima na baraka. Mungu akuzidishie. Nakiapokea maharagi na mchele. Tunashukuru. Mungu amzidishe pati zingine hela za kutumia hapa kwa kutaka maharagi na mchele kukuja ingine. Hata hivyo tu tunashukuru. Hata tukuongezea chumvi tungeshukuru, hata sabuni hivyo tungeshukuru. Tunazidi kumshukuru kabisa. Kuna msaada umekuja juu wahusika wenye kustahili kupata ile msaada, ili kidogo tu tumekuja kuchukua hiyo msaada. Tulipata mchele na maharagi. Vraiment tunashukuru. Ingalao ni kidogo, lakini tunatumaini kule mbele tutapata vingi sana. Na Mungu ambariki azidi. Wengine wafate msaada kama wadada huyo. Vraiment ni kitu cha muhimu sana. Tunashukuru. Na tutazidi kuambia wengine wafate mfano kama huo. Kuna mama nuwatusaidia vino. Mungu wa mwikuruho melele. Lumbaka okulaya ule bamanga bashina uno moyo, lakini ewe Mungu amfungulila uno moyo uitanga. Mungu elelewe manga tatule na tunandepa, lakini Mungu mwenyewe ulipa. Bale bange bale nantema woisha hana bana lujita idi bamangu ana ebo bange lumbaka mwihana imuli baraka cha Mungu. Biblia ile motubula nibo baraka chile mu uchwa lumbaka ntu afungula wakobo. Hapa tumesikia wito kama tuje tupokee, na ndio tukakuja hivyo. Antuka naona kuna mchele na maharagi, ndio tunapokea hapa kabisa. Vraiment tunasema kwanza asante na tunashukuru, na tunamwombea Mungu azidi kumuneemisha. Vile vile kama kuna wengine wenyewe wa roho mzuri wenye kwa pamoja naye wanaweza jiunga kufanya makuu kushinda haya, ni vile naweza kuwaomba wengine ya kutusaidia. Tunashukuru. Mama Lasha Beni, tunashukuru sana. Aendelee na hilo yake ya mzuri ya kupata. Tunashukuru mama aliyetukumbuka sisi wanjane kwa mwingine wa Mwandiga, pamoja na walemavu, pamoja na mayatima. Mama huyu tunamshukuru, na kazi yake endelee na Mungu amubariki. Tunashukuru sana kabisa, saa vile sisi walemavu wa Mwandiga. Mungu akubariki. Na uendelee kutukumbuka saa vile sisi tuko mahali pa Mwandiga. Asante. Tukumbushe kuwa kila mwaka Bimlasi huaga anatoa 10% ya mshahara wake kwa ajili ya kusaidia wajane, wasiojiweza, wazee na yatima katika sehemu tofauti. Tukiwa tu katika mji wa Baraka, uwepo wa Kamanda William Yakutumba katika mji wa Uvira unasaidia na unatupa faraja, kwani watu wengi walikuwa walishakimbilia nchini Tanzania na hivi tayari walishawasili mjini Baraka. Ndivyo wamesema baadhi ya raia wa mji huu wa Baraka.
Wakiwa kwenye mahojiano na Radio Kivu wiki hii tunayo, raia hao wamesema kuwa wanashukuru Kamanda William Yakutumba kwa kuwa waliwahi kuwasili katika mji wa Uvira ili kupambana na adui. Kwa jambo hilo wameona faida ya uwepo wake mjini humo ukilinganisha na kasi ambayo adui alikuwa amekuja nayo. Tuwasikilize mbele ya mike ya Radio ya Kijamii Kivu. Kusema kweli, ndugu mtangazaji, kwanza ni furaha sana tunayo kwa tarafa la Fizi na mji wa Baraka kwa upekee. Tunashukuru sana kwa Kamanda Generale Yakutumba kuwahi haraka na vikosi katika tarafa jirani la Uvira. Wametusaidia sana kwa sababu hapa kwetu tulikuwa tumetegemea kuna baki siku kama 3-4 na sisi tuanze kufunga mizigo, kwa sababu kuna watu tayari hapa walenda kurudilia Tanzania, lakini uwepo wao kule umetusaidia sana na unatupa faraja, na tunazidi kuwaombea Mungu azidi kuwalinda, wazidi kuendelea kufanya kazi na kufukuza adui. Bila bazalendo sai si hapa Baraka tungekuwako juu, kwa maana kasi ambayo waasi waliona kuja nayo ilikuwa ni kasi ya ajabu, lakini uwepo wa wazalendo kule antuka inazuia kabisa mambo yote mbaya wale waasi. Na huko Swima, mtu mmoja mama wa familia ameuawa kwa kupigwa risasi na watu wenye kumiliki silaha ambao bado kujulikana ndani ya kijiji cha Swima, sekta ya Tanganyika, tarafani Fizi, siku ya pili ya wiki tunayo. Taarifa tunazo ni kwamba yote yametokea pale ambapo marehemu kwa jina la Mlole ameingia kwenye jiko ili kuandalia familia ulaji kama desturi yake, kama alivyohakikisha pia Bwana Prince Wilonja Ndambo, mkuu kiongozi wa shirika la raia Paswima. Nilipenda niwape ujumbe kulingana na maafa ambayo yanatufikia hapa kwetu Swima. Leo siku ya pili tariki 19 mwezi huu wa 3 mwaka wa 2025, katika mida ya saa 1 ya usiku, mama mmoja julikanaye kwa jina la Mlole, ndo jina maarufu Mlole, asiyepungua miaka 55, anayekuwa na uzoefu wa kuchuuza mboga yani dagaa kwenye beach ya Swima hapa Gastamu. Hapo jana jioni alikuwa kwenye shughuli yake ya biashara pale sokoni, kwenye soko ndogo ya hapa Swima. Ilipofika mida ya saa 12 na dakika 45 alijielekeza nyumbani kwake. Kufika nyumbani kwake akajihisi kwamba afanye chakula cha jioni, kula pamoja na watoto. Basi aliacha vyombo vya kazi hapo chini, akaingia kwenye mafiga, kaenda anza kuandaa chakula. Alipokuwa mle ndani tu, watu wasiojulikana wakaja wakamfikia ndani na kumrushia masasi, wakampiga masasi na akafariki hapo hapo. Huyo mama amefariki hapo hapo, kitendo ambacho sisi kama vile shirika la raia tunakipinga sana, na tunasema hole sana kwa watu ambao wanakwenda kufanya vikundi vya kuwamalizia watu maisha kwa namna hii ambayo sio namna nzuri. Hata hivyo, Prince Wilonja Ndambo ameongeza kuwa huyo ni mtu wa pili sasa kuuawa katika mazingira hayo. Huu ni mtu wa pili kwa hii wiki tu. Kuna mama mwingine anaitwa Dortea, yeye naye kwa mida hii ya saa 1 tu kwa hii wiki ambao imepita hapa, hayapitisha hata siku 8, yeye naye ameuliwa hivyo hivyo, amepigwa masasi. Lakini chanzo cha watu kuuawa hivyo akichajulikana, na hata watu ambao wanakwenda kuparticipe kwa hivyo vikundi vya kumalizia watu maisha hawajulikani. Na hiyo ni shida kubwa ambayo inatufikia hapa katika kijiji chetu cha Swima. Kwa hiyo tunawaomba wakuu viongozi hasa wa vijiji, wale ni viongozi wa asili, tafadhali sana washughulikie sana swala hili, tafadhali sana, kwa sababu mambo kama na hii katika vijiji huwa mara nyingi nasambaratisha watu na kuhama na kwenda huko na huko, kwa sababu watu hawataishi katika mazingira ya mtu ana tena manufaa. Ana manufaa hapana. Mtu anaweza akaamka jioni anauliwa, mtu analala asubuhi anauliwa. Yani usalama ni mdogo sana kulingana na hii hali.
tunaomba wakuu viongozi wa vijiji na wa serikali, hasa au ndugu zetu ambao wanashikilia, ambao tuko nao hapa, kwa sababu jeshi ambao tunalo kwa sasa ni wazalendo tunao hapa. Na hivyo tunawaomba wazalendo, watu ambao wanakwenda kupenyeza na kufanya mambo kama hii inaweza wachafua. Kwa hiyo tunawaomba jeshi letu la wazalendo, ili lisichafuliwe, lishirikiane na kapita wa kijiji na chef de localité na la polisi na wengine wote, wafanye uchunguzi zaidi, ili watu hao wajulikane mahali walipo na wanafanyia hii mambo kwa ajili ya nini. Wawashughulikie kabisa na sheria ifanye kazi yake. La sivyo watu watasambaratika, hawataishi katika mazingira hii. Sisi kama shirika la raia, tafadhali sana, tunailaani hii hali. Haiwezi kuwa hivi, kwa sababu hatutakubali raia kuuliwa kwa saa na dakika kwa muda wote ule. Hapana, haitatusaidia kitu. Uchunguzi ufanyike ili watu hao wakamatike na wapelekwe kwenye vyombo vya usalama, wawashughulikie na sheria ifanye kazi. Na sasa tunajitupa viwanjani na Sudi wa Sudi Valente kwa habari za michezo. Karibu Sudi. Shukran sana kabisa mpenzi msikilizaji wa redio ya kijamii Kivu. Leo kuna kwa habari za michezo ni kwamba mechi za mtuano ili kufuzu kwenye kombe la dunia mwaka 2026 zinaendelea kutimua vumbi kote katika bara la Afrika, ambako mapema sana timu ya taifa ya Mozambique waliweza kuwatandika Uganda mabao 3-1. Lakini siku ya tatu ya tarehe 19 mwezi Machi mwaka 2025, Eswatini walitoka sare ya kutokufungana dhidi ya Kameru. Libya wakaweza kutandikwa bao 1-0 dhidi ya Tunisia, na timu ya taifa ya Republika Centrafricaine waliweza kutandikwa bao 4-1 dhidi ya timu ya taifa ya Madagascar. Michuano hiyo tu ya kufuzu kunako kombe la dunia mwaka 2026 zitaweza kuendelea mara tena siku ya 5 ya wiki tunayo tarehe 21 Machi mwaka 2025, ambako majira ya saa 9 mechi takriban 2 ziko kwenye programu ya kupigwa. Botswana watakipiga vikali dhidi ya Algeria. Guinea Equatorial wataweza kukaribisha Sao Tome, na majira ya saa 12 Burkina Faso watakata mzoa fitna dhidi ya Djibouti. Timu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo maarufu Leopard kunako uwanja wa Martyr kwa Kinshasa wataweza kukaribisha Sudan du Sud. Majirani wa jadi ambao ni Rwanda wataweza kuwakaribisha Nigeria. Afrika ya Kusini watapambana vikali dhidi ya Lesotho, lakini itakapotimu majira ya saa 3 kamili za usiku Intamba Mburugamba Burundi wataweza kupambana vikali dhidi ya Ivory Coast. Ghana watakipiga dhidi ya Chad. Guinea watapambana vikali dhidi ya Somalia. Ethiopia wataweza kukaribisha Egypt, na Niger wataweza kupambana vikali dhidi ya Morocco. Katika habari tu hizo za kufuzu kunako kombe la dunia mwaka 2026 ni kwamba timu ya taifa ya Japan imefanikiwa kuwa timu ya taifa ya kwanza kufuzu kucheza mashindano ya kombe la dunia mwaka 2026 nchini Marekani. Marekani ni wenyeji, watashiriki kwa tiketi ya waandaaji wa michuano hiyo. Hawatacheza michezo ya kufuzu kombe la dunia kama mataifa mengine. Na mwishowe ni kwamba shirikisho la mpira wa miguu duniani FIFA limeanza rasmi ziara ya kutembeza kombe litakaloshindaniwa kwenye mashindano ya FIFA Club mwaka 2025 nchini Marekani. Kombe hilo litapelekwa katika kila uwanja wa klabu ambayo itafuzu kwenye mashindano hayo pekee. Klabu ya Chelsea The Blues yapo nchini Uingereza ndio imekuwa ya kwanza kuzindua ziara hiyo, kisha itafuata klabu ya Manchester City na klabu zingine mpaka zote zitamatike. Hapo Uingereza ni klabu 2 pekee ambazo zimefuzu kwenye mashindano hayo, na klabu hizo ni pamoja na klabu ya Chelsea The Blues pamoja na Manchester City. Ni hayo tu niliyokuandalia kwa siku ya leo kwa habari za michezo. Asante sana Sudi wa Sudi Valente kwa habari hizo za michezo. Endapo msikilizaji ndo bado umekuja kujiunga nasi, unasikiliza uchambuzi wa habari kutoka kwenye redio ya kijamii Kivu mjini Baraka kupitia mita bendi ya 93.0 FM. Kampuni Fizi One Baraka, Mboko na Misisi ni rahisi kutuma na kupokea pesa cash pote ulimwenguni bila usumbufu. Na sasa ni habari za wanaripota wetu kutoka maeneo mbalimbali. Hapo mjini Uvira, mwanaharakati wa kisiasa kusini mwa jimbo hili pa Uvira
Amekemea watu wa nia mbaya wanaotawanya habari za uongo za kusema kuwa M23 litateka mji wa Uvira bila vita. Huyu amehakikishia wakahaji kuondoa shaka na kuwa na imani na wazalendo. Maneno hayo ameyasema katika mazungumzo yake na Radio Le Messager du Peuple ya Uvira siku ya 4 ya wiki tunayo mjini Uvira. Ni pale pole kwenye bazalendo yuko napoteza maisha hii tilma hapa juu ya kuchinga yetu si wenyewe kwa wenyewe. Tukishapoteza wazalendo karibuni 3 na haba kukufita. Pole sana kwa familia yao na kwa makomando mazao, pole sana. Spider nimekuja kuona mwangaza kidogo. Kuna mtu mmoja alituma audio marezo sosio anasema kwamba anaambia vice gouverneur na anaambia notalite pia Uvira ni ule kiana na mnene Joel anaambia watu kwamba batakuwa surpris M23 ishakuwa Uvira ya Uvira na mteritori ya Uvira eke wazalendo na FRDC watatafuta njia ya kupita hawana nguvu na raia tashiregrete. Nitatu kumwambia kwamba asahau Pascal Kayama mwingine kwenye wale ba M23 bako alisema Kasenga Mlongwe bako pale tusiende batafutia Nyamianda kwenye uko baba Nyamlenge sijui kesho komsa. Ndio nitatu kumwambia kwamba kama anajua bako banangoya nini nitatu kwa siri population Uvira kwamba mwenye atajitokeza yeyote yule kama ni M23 atakuta mzalendo kwa mlango yake hata toka na silaha nje na hakuna ile ni intimidation ndio kampanya zao zile za kuenda wana intimidate watu porque watu wakomprendre kwamba tulishakamatiwa merasirez-vous population kama humu hamuna M23 na yeyote ule mwanajua kama iko na collaborate na M23 na iko Uvira siku zake ba communist afika tutamkamata na mikono. Leo yeye ndio porte parole yende kuna intimidate watu ya Sud Kivu Uvira na Fizi na Mwenga kumwambia kwamba M23 ni kitu kizuri cha pourtant ni mtoto wa Uvira mwetu kichua tunamulea tunajua kama na munene tulimpatia confiance ya nguvu sana. Leo ametraire population Uvira anza kutuintimidate tuambia tutoke mwingine porque M23 kama eneo na tunajua kwamba M23 ni pire Rwanda hakuna kingine. Haiza kuhusu swala la saini ya kusitisha vita iliyosainiwa kati ya Rais Felix Tshisekedi pamoja na mwenzake wa Rwanda Paul Kagame mjini Qatar, Andre Dunia Mashaka amejibu mara tena. Kulikuwa signature ya cessez-le-feu juzi au ya Qatar entre president wetu wa Republiki na bwana Paul Kagame. Nitatusema kuambia watu kwamba tusaidiane na maombi paske kuna vitu vingine viko vinaanza kufanyika ni madili entre watu wawili ila iko cessez-le-feu paske kisha kusinye mardi kwamba wanafanya cessez-le-feu jana Walikale ilianguka jana walikamata Walikale ni Nord Kivu Walikale ni ku 444 km na vile ya Kisangani. Donc wakitoka Walikale wanaingia Lubutu wanaingia Kisangani. Mais wanatuambia walifanya cessez-le-feu ya wapi? Nini na mutuma aende négocier na iko opposition à genoux. President sasa iko opposition à genoux parce que bali hapa Banyarwanda balisha kamata Nord Kivu, balisha kamata Sud Kivu. Hauwezi enda kunegocier na uko opposition ya kupiga magoti. Nini kinakosekana kenye kinakataza president asipatie ordre kama ni ndo anaipanaka mission parce que tunamuitaka commandant supreme. Nini namkatania kupatia basoda ordre batusaidie wakamate Kamanyola? Sasa le gani tutaobserve sisi watu wa Uvira et pourtant adui iko kumlango Kamanyola. Nani mwatafunga macho hapa Uvira asinzira najua kama adui iko Kamanyola. Et pourtant jana walianza makampanya yao wanasema tuko baliingiza watu basoda bengi Kamanyola. Après nos verifications nitakuwa pese watu wa Uvira hakuna kitu Kamanyola pale na hivi niko nazungumza hapa wako na radio wako wanafuata banajua kwamba habaini hata 100 pale Kamanyola. Bazalendo wenye yuko Ruvungi banaweza kupafurusha. Nitatu kuambia bazalendo hii cessez-le-feu haituhusu si wazalendo s'il vous plaît. Cessez-le-feu ilifanyika Qatar haituhusu sisi wazalendo na husu mkubwa wa nchi Felix na mkubwa wa nchi ya Rwanda. Ili ni maferi yao na adui kwa hapa kumlango ya Kamanyola hapo. Hatuwezi kukubali hili. Wachuuzi wa soko la Tata na Bana hapo Kalemi jimboni Tanganyika wanaendelea kulalama na hali mbaya ya mazingira ambayo wanafanyia kazi. Wachuuzi hao wanaomba kwa viongozi wa mahali kuingilia kati swala hilo na kulitolea suluhisho haraka. Mengi zaidi naye Olombo Didier Doctor kutoka Kalemi jimboni Tanganyika.
Kufuatana wachuruzi hawa, changamoto hiyo ni pamoja na ukosefu wa vibanda, hata vile vile makahala ambako wangekuwa naweza kutia vema biashara vyao, na hata vile vile kujikinga dhidi ya jua pamoja na mvua pale inapokuwa naweka hatarini wanapokuwa nafanya biashara vyao. Wamama hao wachuruzi wa soko kama na hiyo Tatana Bana, tofauti na swala kama na hilo, wanakuwa naelezea changamoto nyingine ambao wanakuwa nakabiliana nayo ni ile ya kukosa kwa misalani ambao ingeweza kuwasaidia pale wanapokuwa nahitaji kutumia misalani kama na hizo. Wachuruzi hao wa soko Tatana Bana wanakuwa naeleza ya kwamba soko iliyokuwa kwenye ujenzi kwa wazo lake gavana wa zamani wa jimbo la Tanganyika Julie Ngungwa Mwayuma inakuwa hadi leo pasipo kumalizika. Ni kwa hiyo wanakuwa naomba kwa viongozi wa mahali, haswa zaidi kwa gavana wa jimbo la Tanganyika, kufikiria namna gani wanaweza kutoa suluhu kwa changamoto wanakuwa nakabiliana nayo kila siku wanapokuwa nafanya biashara ndani ya soko hilo. Na hiyo ni kupitia tu kuendelesha na kumaliza kazi ya ujenzi wa soko kama na hiyo kwa ajili ya kuwasaidia kutumika katika mazingira yaliyo safi. Mbwisha Kalapo Tereze anakuwa msimamizi wa soko kama na hiyo. Inaendelea mzuri, lakini tunateseka na jua. Batoto wanateseka na jua. Soko itujengea Julie Ngungwa akumaliza mage bako naangaika, wateleke pa jua, wateleke hapa bana tafasi kamilifu. Jua inapita, mvula ikinyesha bana tosha vitu wanakimbilia manyumba ya jirani. Ni shida, tuko na shida kweli, watoto wanateseka. Ndio tunaomba baba kuvenere atufanyie nguvu sana, tusikilie huruma, tumalizie soko. Julie Ngungwa alishindwa. Tuko kila kitu, bunga, samaki, makala, sombe, mindi, kila kitu, chakula yote napatikana msoga Tatana Bana. Wese hatuna biro tu ya mamer chef abana, wese hakuna. Tujulishe kwamba soko ya Tatana Bana inakuwa ni moja kati ya zile soko zinazokuwa nasaidia wakaaji wa Kalemi kwa huduma mbalimbali kama vile mboga, mafuta, vitunguu na chakula nyingine. Soko hiyo inakuwa napatikana ndani ya tarafa ya Kalemi. Nikiripoti kutoka Kalemi kwa niaba ya Radio Kivu Olombwe, Didier Doctor. Raia wa mji wa Katako jimboni Maniema wamenufaika na msaada wa dawa kwa ajili ya magonjwa ya tumbo kuvimba, miguu kuvimba na watoto kukojoa damu. Amehakikisha hivyo mganga wa coordination jimboni Maniema, Godefra Musunga Shabani, kwa ripoti kamili. Mjini wa Katako, umbali wa kilomita 7 na tauni ya Kindu pa kolektivite ya Bangengele tarafani Kailo, hayo iliweza kupokea ujumbe mkubwa kwa ajili ya mambo ya kiafya. Ni kwa ajili ya kuweza kutibu ugonjwa ambayo unazaraulika ndani ya bara la Afrika. Mlango kwa mlango, raia wa tarafa mengi ya jimbo la Maniema watafaidikia dawa kwa ajili ya kupiganisha vidudu mbalimbali ambayo inasumbua raia. Utaweza kugundua ya kwamba ni sawa vile tumbo kuvimba, miguu kuvimba, pia watoto ambao wanakuwa wakikoyola damu. Hiyo madawa itatolewa kwa bure kama vile inahakikishwa naye muganga Louis Kitet wa coordination ndani ya jimbo la Maniema wa MTM ambayo inakuwa maladie tropicale negligée hapa ndani ya jimbo la Maniema, kwa kuonesha namna gani hiyo aktivite ya ugawanyaji ya madawa ya magonjwa ya kuzaraulika inafanyikana. Nawaza mbele tuanze ugawanyaji ya madawa, kuna kwake hiyo tunaita market, inakuwa magonjwa 5, na katika hiyo magonjwa 5 tunakuwa na kalite mbili ya filaire. Moja tunaita kwa Kifaransa onchocercose, na hiyo filaire hiyo vidudu ama michango kidogo inatembea chini ya ngozi, pia inatembea ndani ya macho. Na kuna kwa kalite nyingine ya filaire ile tunaita elephantiasis ama filariose lymphatique. Hiyo elephantiasis inabimbisha mguu, inakuwa sawa ya tembo. Kunakuwa hiyo magonjwa nyingine ya 3 ambayo inakuwa michango kwa watoto, na ingine michango inanyonya damu sawa vile kilostome, na damu inapunguka kwa watoto katika mwili. Kunakuwa magonjwa hiyo ya tunaita bilharziosis, na magonjwa ya 5 inakuwa hiyo tunaita trachome, na ni magonjwa ambayo inasumbua kwa macho. Tunza filariose lymphatique ama elephantiasis, tunakuwa na mectizan tunachanga na albendazole, na kwa kutunza michango tunaleta albendazole. Kwa kutunza hiyo bilharziosis yenyewe watoto wanakoyola ama wanayamba damu, tunatunza na praziquantel ama watu wengine wanafahamia bilharziosis.
lakini enye lituleta zaidi tukuye hapa ku sheferie ya Bangengele pour que tufanye lancement officiel ni kusema kuko magonjwa hiyo ya 5 ambayo tunaita trachome ilikuwa haiyatunziwa bado katika jimbo letu la Manyema, na hiyo ni mara ya kwanza ambayo hiyo treatment tunaiingiza ku zone de santé. Kutokea Kindu Manyema, Godefroy Musunga Shabani kwa niaba ya Radio Kivu Baraka. Ni kupitia ripoti yake hiyo Godefroy Musunga Shabani ndipo tumefika mwisho wa uchambuzi wetu wa habari katika lugha tukufu la Kiswahili. Msomaji wako Bukuru Tantine Aldamafu, ndi mitambo Merci Ndilichi, na kuaga msikilizaji nikikutakia kila laheri. Taarifa hii ya habari ni kwa udhamini wa kampuni ya kutuma na kupokea pesa Fizi One.